Na hii sauti nataka nikuelewe. Mbele pale kusaia haraka haraka. Niokoe wakati. Ile saa 8 hapo. Nataka tumalize ibada yetu kama saa 8 na nusu. Azia hapo naye. Azia tena kwa sababu ya wakati. Amen. Kitabu cha Isaia 52 kuanzia mstari wa 10 nasema, Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Haleluya. Baraka za Bwana hazijifichi. Nguvu za Mungu hazijifichi. Haleluya. Kama Yesu alivyoweka wazi, vipofu wakapata kuona, na mabubu wakapata kulea, na viwete wakapata kutembea, na waliofungwa wakafunguliwa. Ndio kwako ndivyo itakavyokuwa. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa anajulikana ni kipofu, lakini Yesu akaweka wazi ukombozi wake. Hata watu wakamuuliza, wewe umefanyiwa hivi na nani? Umefanyiwa hivi na nani? Kuna mtu atakuuliza wewe, nani ametenda haya? Nani ametenda haya? Na utamwambia ni yule yule Yesu mliyemsikia mataifa yote. Amen. Hapa duniani kote hakuna mtu asiyemjua Yesu. Hata wale wanaomkataa tena wanamsikia. Amen. Haleluya. Amen. 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 Na ndiye yeye akadirisha kazi yake kwako. Kazi za Mungu hazitajificha kwako. Miujiza ya Mungu haitajificha kwako. Ukombozi wa Bwana unajificha kwako. Hata wewe mwenyewe, hata kama usiposema watu watasema ya kwamba wewe umebarikiwa, ya kwamba wewe umefunguliwa, ya kwamba uko kawaida. Kuna mkono wa Mungu ndani yako. Anasema hauko peke yako. Ndio maana hata wengine wanatatizika, wanapita mchawi. Maana wamejaribu kila mbinu, lakini hawajafanikiwa vile walitaka. Wanasema wewe hauko peke yako. Wewe si mtu wa kawaida. Watu watashangaa sana. Maana hivyo vitu vitashangaza mataifa. Vitashangaza. Haleluya. Haleluya. Amen. Anasema mataifa wote watashangaa mkono wako. Itatangaza mataifa. Amen. Hata wote watashangaza watu mwanangu. Amen. Watashangaza watu. Nashangaa. Hauendi ukangani. Haleluya. Hauendi mahali popote, kazi yako ni kanisani. Yeye alijaribu kwenda kanisani lakini akashindwa. Kwa sababu imani yake ilikuwa finyu. Lakini wewe kama una imani strong, ukajaribiwa ukaendelea tu kumwambia Bwana, najua utatenda. Amen. Hapo kwa ukitembea unasema najua Bwana. Wanaona unacheza. Wanakuona unacheza kumbe unaombea wa familia yako. Anakuona unacheza kumbe unaombea watoto wako. Anakuona unacheza kumbe unaombea mama wako. Anakuona unacheza kumbe unaombea mzee wako. Anakuona unacheza kumbe unaombea ujana wako. Haleluya. Halafu baada ya kuwa mambo yako yameenda vizuri, kumbe kuna watu watachanganywa, watasema ya kwamba hakika hauko peke yako wewe. Wewe hauko peke yako. Ukamwambia ni kweli. Ni kuna mkono wa Bwana. Wale Waisraeli tuliojua leo waliongozwa na mkono wa Bwana. Haleluya. Tuliohubiriwa leo waliongozwa na mkono wa nani? Na huo mkono wa Bwana ndio uliofanya miujiza. Haleluya. Huo mkono wa Mungu ndio uliofanya miujiza. Na ndio utakaofanya kwako. Anasema mikono yake imejaa nguvu. Tena akasema vitu vyote viko mikononi mwake. Kama ni ulinzi uko mikononi mwake. Kama ni vichapo viko mikononi mwake. Kama ni
yale, wataona nimebarikiwa. Niko na biashara zangu, niko na nyumba yangu, niko na familia yangu, kama ni saluni yangu, kama ni duka langu, kama ni magari yangu, Leo utakuta kuna mtu kanisani amezubaa. Nikambe kotoni. Anatia mabomu. Toni wao kuna mabaya hata unapokuja na mawazo mengi na kuna unajua unangojea nini? Yaani kuna unatulia yani kistaili yake. Ile ni choo lazima hata rais wenu Ruto lazima anye. Na heshima zake zote hakuliwi suruali anakuwa mwenyewe. Bila hakuna cha mheshimiwa, hiyo ndio mheshimiwa. Huyo ndio mheshimiwa. Kama anataka kutoka ni mheshimiwa. Mwacheni huyo. Alafu bila hiyo huwezi kuwa na afya nzuri. Mtu asipokunya. Nani alifungwa choo? Lazima kukula chakula.
Unacheza na maji. Kiboko yule jamaa. Sasa kama ni mwaro. Yaani unakaa standby. Ukisikia duru unajua wazi. Au kai kando. Kama umeshika yule mwaro, alafu kuna mwaro mwingine. Ukienda jioni unakaa ni kama wewe yanatoka na yatoka. Ukiishi nyumba za majirani unapopewa mlango. Afadhali Jacob amenisaidia. Kuna wengine wako hivyo hapa lakini hawasemi amen. Sema amen hiyo mwaro uondokee. Wewe si mwaro mzuri. Yaani unasikia kuja nauli na unachukua time za watu. Kwa sababu alikuwa anakuja kuachilia mzigo tu dakika ngapi? Wewe unachukua masaa mangapi? Na utoki. Wewe unajua kitoka tu akiingia mwingine utajikunyia. Sasa unataka kumalizana naye. Haishi. Hata kama unataka kuongea na hakuna mtu ambaye haji. Mimi mwenyewe nakunya. Hata uwe mrembo vipi lazima utoke mahali. Ndio. Kama utoke mahali wewe si mrembo. Yaani kivyovyote vile. Usinye uone wewe. Nakuzika kesho. Kuja ni uzima wewe. Kwa nini kanisani hakukosi choo? Kwa nini kwa nyumba hakukosi choo? Chochote zinaikuwa nini kama watu hawaji? Wewe ukaenda kukodisha nyumba kama wewe wapi? Wewe unaangalia nini na nyumba rumu iko wapi? Unaangalia mahali pa kuku? Hata nikwambie, mahali popote choo ni muhimu. Amen. Kama mngetengeneza kanisa bila choo, ingekuwa si kanisa. Kanisa ni choo. Hapa kama kungekuwa kuna choo, ukianzisha ibada ikifika zaidi ya kuna mtu. Wote wameenda kujua kwa nyumbani, wameenda kukuja kwa nyumbani na watarudi. Hawarudi. Anauliza choo iko wapi? Hakuna choo. Ajaenda nyumbani arudi. Kwa hivyo Trump na heshima yake anaheshimiwa, sijui anaongoza, sijui taifa inaitwa superpower, lakini mambo hakuna cha superpower. Akikuja kwako yakulie nguo. Amen. Wachilie mzigo pale tena una mawazo yako vizuri. Ngoja hiyo kuona kama umeenda chooni ndio unakumbuka kitu mahali umeweka. Unakumbuka hapo. Yaani ile unatulia alafu unakumbuka. Unaweza ona mtu ameenda chooni ana maneno akirudi tu akitoka chooni na kugombeza. Yaani amekumbuka mpaka mahali ulimkosea. Ninakwambia vitu ambavyo ni kweli. Hata ukivipinga ni vya kweli. Nikwambia na kufundisha sayansi ya kuja. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So, tumesikia vile Bwana amesema. Hiyo ya choo ni yangu. Sema ni Mungu amesema hapo ni choo. Mungu alitengeneza mahali paka anajua wewe utakuja tu. Amen. Wewe hata nisipokuambia. Hata siku kuna mtu anafundishwa kuja. Hata mtoto mfundishe lakini akifika anaachilia. Kwa hiyo ndio unaondoa, unapangusa. Hapo ukishaje tu kwa mahali kilipo basi. Wewe utaambiwa ati kuja hivi. Wewe kama unajua ukikuja hapa kuachilia babara, achilia maji. Kama kuja maji omba Mungu. Amen. Sema ni dhambi vile nimeongea uone. Alafu Mungu akakufunga. Nikwambia sema ni dhambi. Uone alafu ukafungwe sasa. Haujui umefungwaje. Alafu utakuja hapa, baba sipati choo. Ile siku wewe ndio ulikataa watu hawaje. Haleluya. Amen. Hata mbuzi wanakuja na mavyao ni mbolea. Lakini yako sijasikia. Ati wewe mwenyewe unaweza weka mbolea, labda unakuja kwa mahindi yako. Ukikuja kwa mtu hadi unasema naweka mbolea, yanachukuliwa naenda unaroga. Haleluya. Amen. Acha tuendelee hapo. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu. Yeah.
machoni pa mataifa yote. Ndio. Na ncha zote za dunia. Twende. Zitauona wokovu wa Mungu wenu. Endelea. Nendeni zenu. Nendeni zenu. Nendeni zenu. Umeamua mara ngapi? Mara 2. Umeamua mara ngapi? Mara 2. Usisimame wakati unapomuomba Bwana tu unasimama pamoja. Ukiamua kutembea imani, tembea imani, wala usirudi nyuma. Amen. Mungu amekwambia nenda zako, nenda zako. Nenda zako, nenda. Kama unataka kuoa, oa. Kama unataka kuolewa, olewa. Mungu amekutanguliza mbele zako. Chochote unachokifanya usisite. Nendeni zenu. Nendeni zenu. Nendeni zenu. Nendeni zenu. Tokeni huko. Tokeni huko. Msiguse kitu kichafu. Msiguse kitu chochote kibaya. Tokeni kati yake. Tokeni kati yake. Iweni safi ninyi. Ukawe safi huko mbele mkibarikiwa. Mnaochukua vyombo vya Bwana. Unaofanya kazi ya Mungu. Amen. Unaofanya kazi ya Bwana. Nasema mnaofanya kazi ya Mungu, unafaa msonge hatua. Unafaa muendelee. Baba yangu, mama yangu. Mungu anataka kukubariki pale mbele. Mungu anataka kukubariki kupitia hatua. Usijione wewe ni masikini. Wewe ni tajiri mkubwa. Ni tajiri mtarajiwa. Saa zingine jite mheshimiwa mtarajiwa. Mmoja atakuwa familia yako, wengine ni hao majirani hapo. Wacha kujitabiria vitu vibaya vibaya. Ati maskini mimi, wewe maskini tena. Ati maskini mimi, maskini mimi, maskini mimi, maskini mimi. Angalia ulivyosema maskini wewe na wewe ni maskini wewe. Na Mungu alitamkia maskini mimi. Sasa unataka kusema na nataka kusaidia nikemee hiyo laana. Amen. Kile unachokitamka ndio kinachokivalisha kwako. Haleluya. Amen. Jiite. Hapo unaweza jiita tajiri mbarikiwa. Businessman mbarikiwa. Amen. Mtarajiwa. Mbunge mtarajiwa. Amen. MCA mtarajiwa. Hata watoto wetu wao wanainuka wanasema nataka kuwa pilot, nataka kuwa madokta, lakini wakiruka na hiyo demo na mzazi wake aendelee hiyo kitu anapenda. Utakuja kukuta mbele mtu ni dokta, utakuta mbele mtu ni pilot. Haleluya. Lakini mtoto anakuwa mamake anamwambia, "Babu yako mwenyewe ni mganga. Wewe ukawa mganga lakini huwezi kuwa pilot." Kwani naye mtoto anakuwa mganga. Kuza kipawa cha mtoto kwa kutamka. Na kuchochea hiyo. Amen. Ati hadi kwani kuna mtu anaelewa na usiku. Mimi mwenyewe nifanya kuelewa kama nifanya kuiba. Hakuna sijawahi. Hata hafanyiki harusi. Nawe kweli mtoto wako anafanya kuiba, wewe anakuja kukusema makosa tu. Sema vile mimi nilivyoishi mtoto wako ataishi hivyo. Hii dini niliyoifanya ya kumtafuta Mungu, hata nikisikia harambee na jitu Ama unahepa. Nimetaja harambee nasikia roho nyingine kasema kumbe unafanya kwa ajili ya mtoto wako, unafanya kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Amen. Vile unamtolea Mungu sadaka, vile unamwimbia, vile unamchezea, vile unabagani, kumbe ni hazina unajiwekea. Amen. Ambayo hakuna nondo wala hakuna sijui mende kama kule kwako. Amen. Bali ukianza kiboro mende nao wamekula asezi yao. Lakini kule hakuna mende. Amen. Hazina za rohoni. Hazina za maji. Amen. Wewe unaona kufanya kazi ya Mungu ni sana. Sasa wewe ndio maisha yako utaweka sana. Twende, maliza. Iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Ndio. Maana hamtatoka kwa haraka, hamtakwenda kwa kukimbia. Yeah. Kwa sababu Bwana atawatangulia. Oho. Na Mungu wa Israeli
atawafuata nyuma awalinde. Sikiza. Ngoja. Hiyo makofi ni nini? Tulia. Hapo sikiza ujumbe. Amen. Iweni safi ninyi. Watu wamekuwa wahesabu wewe ndio wako kwa sababu. Regeza makofi yako. Kama umekuwa sawa sasa twende. Iweni safi ninyi. Mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana ndio hamtatoka kwa haraka. Sisi si watu. Yaani unajua haraka yetu ni Mungu awe mbele yetu. Sio unafanya haraka mpaka Mungu hayuko huko mbele. Tanguliza Mungu kwanza. Umenielewa? Tanguliza Mungu kwa kila jambo. Alafu ukimtanguliza Mungu, sasa ile power ya Mungu ndio itakayokuleta. Hata kama ni karatasi kasi yake ameongeza. Ndio. Sasa wakati unakuja yeye anaongeza. Yaani kulikuwa hakuna TV, ndio hiyo. Kuliki ndio hiyo. Amen. Nini nyingine ndio hiyo. Nyumba ndio hiyo. Yaani ndio remote inaongezwa vitu. Sasa unaongezwa unakuja tu ndio unaona kitu. Ama unanielewa? Yaani kila step utakayopiga Mungu anakupigia step ya kwamba ushuhudie. Umenielewa? Baba kulikuwa ni kwa hivi nikabadilika nikawa hivi. Nikawa hivi nikabadilika nikawa hivi. Nikabadilika nikawa hivi. Halafu kuna wenzako wanakutazama, kumbe ni Mungu naye anakupelekesha. Hauko peke yako, ulikotoka hauko peke yako, na unakokwenda hauko peke yako. Unabeba vitu vizuri ni? Lakini kama unacheka, unafurahi, unabeba kama kikombe. Haujikunji. Sio? Unatabasamu. Sasa tunazungumzia maisha magumu. Sawa? Amen. Tunazungumzia hali ngumu. Inafanya mtu moyo wake hauna amani. Unafanya mtu moyo wake unabaki kuwa na huzuni. Anawaza sana. Haleluya. Amen. Na kila mmoja atakapomuona anajua huyu mtu hayuko sawa. Ukija ukiona mtu anakuuliza nakwambia hauko sawa, ni kwamba tabasamu la moyo wako ama tabasamu la uso wako haliko sawa. Ndio hapo umefanana na mbuzi ama na ngamia. Lakini akikuona na raha sana anasema mbona leo uko na raha sana? Unaona? Ni tofauti na mtu anayeambiwa mbona wewe unakaa hivi. Sasa mahali mtu alipokuwa anamwambia wewe sikia raha nawe niaibishe. Ushakuulizwa na mtu kulingana vile unakaa, ni nani amekufa kweli? Yaani kuna watu kwa maisha yao, ukimpata Yesu sikani kama wewe umepata maiti bwana. Yesu alifufuka, watu walipofufuka Yesu watu walifurahi. Amen. Nilifurahi nilipoambiwa twende. Nilifurahi nilipoambiwa twende. Usibe nyimbo kama sura yako imekunjana. Nilifurahi nilipoambiwa twende. Smile. Kila watu kusmile. Yaani mimi nasema smile watu wanakasirika. Wewe furaha ni kusmile. Hata kukaa kuteja. Mtu yote akismile hata huo kwa vipi unakaa mrembo. Hata kama unafanana na nini? Nakiri ya. Tena unatabasamu. Unakuwa mrembo, unakuwa mzuri. Wanaume unakuwa ni hesa mama ni. Bushi. Na mwanamke. Beautiful. Kuna the beautiful. Sasa mbona mteki au smile? Hebu smile kidogo, wewe ni smile nini? Sasa ukitoka kwa hapo unaenda kuumizwa. Smile. Angalau na wewe kusema hata pale mkiwa kanisani nina raha kidogo. Nimemuona Bwana. Sasa usipopendeza kwa sababu Mungu anapenda na kutazama.
anasema yule ambaye anataka kukasirika anataka kumbadilisha furahi. Amen. Na wewe umekataa kubadilisha, unataka mkao. Niliwaambia shetani alikuwa mzuri. Sawa? Alipokuwa anakaa na nani? Kabla haitwe nani? Shetani. Alikuwa mzuri sana. Alikuja kucheki baada ya kumkosea Mungu. Mungu akabadilisha. Sasa wewe utabadilika kama umemkosea Mungu unakaa kama mkosaji. Sana. Sasa kukuona unakaa kasirika wewe. Hata wewe mwenyewe unajijua wewe ni mkosaji. Wajua mwizi bali kupata na kukaa na kujishukuru. Haleluya. Amen. Twende. Mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Maliza. Kama vile wengi walivyokustajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowastusha mataifa wengi. Wafalme watafumbia vinywa vyao, maana mambo yasiyoambiwa watayaona, na mambo yasiyoyasikia watayafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema yule aliyeghadhabishwa, yule aliyezulishwa Bwana atamwinua juu sana. Alafu kuna watu walikuwa wanangojea maneno mabaya, wakimwona tu hivyo wanajua huyo ni mbarikiwa. Hivi nilisema niruhusu, lakini ngoja. Sawa. Hebu ruka hapa hiyo 60. Kitabu ni cha Isaia 60 kuanzia mstari wa 14 inasema, na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Unajua kuna watu waliotesa mamako, babako, wazazi wako, wakachua urithi, wakachua mikoba mbaya, wakachua walipa wengine. Sasa hawaongeleshani na wewe. Ngoja. Kuna wadui ulijengwa kabla wewe hujazaliwa, wakawa hawaongeleshani na babu yako, wakafundishwa desturi na babu yao, wakaja wakawa hivyo, wakawa waongeleshani sasa na wazazi wetu, babako, mamako, wamekuwa hivyo mpaka wamekuwa na uhadui huo mpaka kizazi na kizazi. Mtu wa hapo sijui babako mkubwa, sijui ni nani, wengine hata ndio huko Mombasa badala hawakuongeleshi vizuri, hawakuhusishi mambo yako vizuri. Yaani bado tu wako na zile bifu za mababu na za manyanya. Haleluya. Amen. Lakini wacha niseme hivi, hakutatokea mtu mwingine ataonekana wa maana kwa hilo boma isipokuwa yule anayemwabudu huyu Yesu aliye hai. Wakatafuta waone msaada wako. Wakatafuta waone msaada wako. Hapo kijana wangu kule nyumbani kwao alikuwa anachukiwa mpaka na ndugu zake, na duka liko mbali. Nikamwambia mwanangu, mimi nakubariki, ufungue mlango wa duka pale. Amen. Kuna adui ambao walikuwa hawakuongeleshi na walikuwa waongelesha hata wazazi wao. Watakuja kukukopa, wacha kununua, watakuja kukukopa. Amen. Na wakwambie mpaka shida zao zote. Amen. Akaona kama ni mzaa. Mimi nikamfanyia maombi bila yeye mwenyewe kujua. Akakuja hapa. Elfu zake 70. Amen. Kamuombea. Kanambia, baba, mimi naomba nataka kufungulia biashara. Muuliza wapi? Huko nyumbani. Hata nisha ongea na Msomali ambaye ananiletea. Haya. Kamuombea. Akakuja tena akaniambia, unajua wale watu walikuwa wakiniroga na walikuwa wanaongelesha. Unajua sasa hii hata wananikopa. Nikamuuliza, unakumbuka nilikwambia kitu kama hicho? Amen. Ndio akaanza kufikiria akasema,
baba wewe ni mchawi wewe. Yaani kile kitu kinachokisema kinakuwa hata nilikuwa nimesahau. Anakukopa unga, anakopa sukari, anakopa wakia. Yaani nasikia ni robo nusu ya robo. Mimi sijawahi robo yangu, sio baya. Sijui robo nusu ya robo. Unajua Mungu akikufikisha hapo na kwa ujugu bwana. Amen. Hata kule tu ukunywe tu hata kama ni maji moto ama bila sukari. Sasa unaenda kununua ni vijiko vingapi? Ni sio baya, ni vijiko vingapi? Bila baya najua wewe sema, lakini unani hata pengine unanunua hiyo. Tunamwombea hiyo roho ikoondolee. Wakia ni nini bwana? Wakia kwa kimijikenda ni nini? Mkia. Yaani mtu ambaye hana kitu. Mkia wewe sio ni mkia Mkia kwa Kiswahili mkia ni nini? Ni mkia, si ndio? Mkia. Mbona mwongei? Yaani katika watu wote wao umekuwa mwisho yao. Siko baya. Akiongea hivyo vitu kwa baya, lakini hiyo si maisha mazuri bwana. Maisha ya wakia si maisha mazuri. Umeletewa wiki kati yako. Wewe ni pesa ile siku ya kwanza. Tena ulifanya kuambiwa twende. Roho ya vitabuni. Na kwamba watu wakifungua hoteli zao zetu na kwamba poko wanafilisika. Watu wakifungua maduka zao wanakopa mpaka anafilisika bado anakudai na kitabu. Yaani imagine umemaliza chumvi mpaka kwa kitabu anapona wewe tu kwa nyumba bado anadai pesa yake. This is spiritual. Watu wanakopa bank. Amen. Wanajenga nyumba. Watu wanakopa bank, wananunua gari. Amen. Wanakopa wakia. Usiongee ukaona ni kama message ya video maisha hayo. Nimepitia lakini sikuwa hii nunua wakia. Mimi nikijua sina kitu namwambia Mungu asante. Kwenda kuliko kwenda dukani watu wamesimama. Nikawakia. Nilimwambia Mungu hii aibu, Mungu niondolee. Afadhali niende Kongoya nikakule mahali ya bure ya kuoza. Nikaje pale mahali ambapo kwa sawa huko ni kwingine ni tu. Lakini simame dukani wakia. Hata hao wengine hao ambao wamefungua maduka na hao wakamba na wakibuyu. Hapo wanawajua wakia. Hata hao wanafanana. Wasomali hawakuwa wanajua wakia. Walikuja kujua na wakia iko huku yaani tiko la nisana. Tiko la ninaduma ni sawa. Hii sehemu ya huku liko. Ni sawa? Si kwetu pale. Ndio. Si kwetu. Niko sehemu ya wakia. Niko sehemu ya wakia. Hebu nenda dukani tuseme tu wewe sasa hivi kwanza nikupatie shilingi 50. Nenda duka la town. Ukasema nataka wakia. Town pale kwa tayari tu. Nasema nataka wakia, utaulizwa. Atatafuta kwanza kitu kimeandikwa wakia kwa hiyo duka. Hakuna. Ile sukari unauliza sasa kilo ngapi? Wakia. Anasema anauliza mwenzake. Wewe ni ndio waambiwa ni wakia. Kama kuna mfuko wowote wa sukari ambao umeandikwa wakia, anasema hakuna Mumias na nini nyingine bila jua dunia. Na misi. Ya? Peaceful. Usimchelewe. Unaona mtele wa kusanyiki ule unaitwaje ule? Surprise spirit. Sasa wewe ulikuwa umekaa sura kama nyangumi na sasa umecheka. Sina kwanza kutelefresh. Mimi ni babangu. Uko na kwa surprise. Ile pretty bright. Super bright. Unajua mimi hawezi nisumbua. Mimi nikitaka naenda mwenyewe huko. Sitakuuliza wewe jina. Haleluya.
Amen. Hizi vitu kama Mungu amesema sisi ni vyetu, tunapaa tuvinunue sana. Amen. Lakini hatuna. Sasa ile muulize Mungu tumekosea wapi? Yaani kuna kitabu, imagine mbinguni kuna vitabu vinaandikwa matendo. Wewe unaandikiwa tu sukari wa kile. Uto robo, watatu hata si robo, watatu. Hoba hii. Uto wa 20. Alafu sabuni ya kupima. Hey. Nini ingine? Ya? Sukuma ya tena. Kwani bado wanauza sukuma ya tena? Sasa wao wanapata faida za ngapi? Wanauzia watu wa kuwafilisisha. Tena mtu hapo ameambiwa tomato moja hapa shilingi 10, hapa ni moja ni 15. Anamuibia ya 15 anamwambia nimechukua hapa kwa 10. Yaani imagine maskini unazidi kuwa maskini. Tena unasikia raha unaenda kupika kitu ambacho umeiba. Mungu amekwambia tutoke hapo. Sawa? Tutoke hapo. Amen. Mwambie Farao. Wajua alikuwa anatumiwa kule. Amen? Amen. Wacha nimalize nimebaki dakika 3. Na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia, na wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Amen. Yaani wale waliokuwa na kucheka watabadilisha wenyewe majina, si ndio? Ndio. Watabadilisha wenyewe majina, sio utajibadilisha. Unajua mtu anayebarikiwa huwa wewe ukitangaza kwamba mimi nimebarikiwa. Watu wenyewe ndio watasikia. Ukasema siku hizi simuoni kama vile. Siku hizi ukiona mtu amesonga na anamaliza miezi 2 kama 3 hata anakaribia nusu mwaka, mwelewe mimi natabia hiyo roho. Kama mnaona mnaichekea mnataka mkae nayo, mimi naitembea hiyo roho bana. Unafikiri naongelea kitu ambacho mnataka mkae nayo? Hizi siku ngapi? Mungu amubariki. Kila wiki kila Jumapili akija kifika hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbona hawa watu wanataka na maiki yangu? Sasa naona Mungu. Haleluya. Amen. Watu wanatana. Unaenda bloodline. Wazee wananyoa vizuri. Sio unajipanga kufuga rasta kumbe hata uwezi kuweka kinyoti. Kisha wewe maskini wamekosoa kibaya. Nataka watu wakakosa naye. Waone Yesu aliye ndani yako. Waone Yesu anayebadilisha maisha yako. Bwana Yesu anameremeta. Nataka mimi nimeremete. Nataka mimi nibadilike. Maisha yangu yanabariki. Unajua wana wa Israeli walikuwa hawakuli vizuri. Wacha nikwambie, ukikaa katika utumwa haukuli vizuri. Kuna huyu kijana wangu alifungwa shimo. Alikuwa nini bila baridi. Siona dunia. Wewe kuja hapa. Wewe ulikula maharagwe. Wewe ulikula chakula ambacho kupikwa na bibi. Ndio, ndio. Kule gereza. Ulipewa? Nilipewa. Hapa.
Jana baridi. Ni pazuri. Wewe. Yaani chakula kilichopikwa na bibi yako. Ndio. Unaletewa gerezani? Tunachukuliwa na askari alafu ndio. Sijawahi jua jana baridi kuna hiyo. Mimi ningeletwa hapa ningemwambia sina haja nitoke. Lakini si wanatewa. Kuna mtu alienda si wanatewa? Labda alienda si wanatewa. Wacha niulize wewe. Ulipata chakula cha kuletewa na watu wako? Hapana. Ile sime imekorogwa tu na maji, alafu wanakuwekea maji na sukuma ndani moja. Alafu kama una sahani na ile mikopo ile hapo. Basi hapo jana baridi wewe, hata kumbe tungepata kidogo. Kwa tulikuwa tunaweza kukuletea chakula. Jana baridi. Ndio. Ndio. Siku hizi hata watu hata mkate. Hata dawa mswaki mpaka iangaliwe kama unakuwa wewe jaribu wewe. Ndio. Lakini hapa baridi. Kumbe ndio baridi kuitwa ni baridi. Ule ni moto. Sasa ukiishi maisha ya vifungo, umesikia? Hausomi vile unataka, vile kwa sababu uko wapi? Kifungoni. Lakini siku Haleluya. Amen. Ndipo ambapo kifunguliwa kila mmoja atajua huyu sasa aliyekuwa gerezani ametoka nje, amefunguliwa. Na sasa maisha yake yamebadilika. Lakini ukiwa umefungwa, hata mbuzi akifungwa hawezi kukula zile nyasi zingine ziko kule. Anakula hizi ambazo yamefungiwa. Sasa zingine tunakula chakula kulingana vile tumefungwa, lakini sasa hivi tunafunguliwa, tutakula vile tunataka. Amen. Tutavaa vile tunataka. Amen. Tutaishi vile tunataka. Amen mama. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Hadi kwenda nyumbani pako changiwe fare. Tiari ile ya pesa nyingi. Aweni na sijari ile ya kutupiwa takataka, uende ile sijari ya pesa nyingi classic. Inaitwa classic. Yaani ukikaa unaletewa vyakula, hapo unajua vimetoka wapi na hujaitisha. Kumbe pesa yako umeitoa, inakuruhusu kukunywa chai, inakuruhusu kukula. Amen. Wajeni kwambie, hata ukipanda kwa meli, kuna sehemu ya matajiri, kuna sehemu ya maskini, kuna sehemu ya hoi hai, kuna sehemu ya kunguru. Sehemu ya matajiri kuna kila kitu. Kwa maskini ni kile chakula umepanda nacho. Kwa meli. Kwa hivyo kule hata kiporo kama kimeoza unabidi ukule. Lakini wenzako wanapikiwa, kuna majiko, kuna mahali pa kulala, kuna mahali pa So SGR kuna nyingine ambayo choo yake ya kuflashi. Si kama ile Dimex la kitambo ile unakuja unaona kama vile unaona tu mchanga Amuja alipanda ile ya miaka mingi bana. Ile ya miaka mingi ilikuwa tukienda chooni kukuja kule kwa tunaita bogi, ilikuwa inaitwa bogi ama Dimex. Sasa tukienda chooni kule tunaona vile yani sasa zingine yale mawe mnapenda kuyashika lakini yanabaa pia. Yaani magumu. Mimi kwa sababu chooni tunaangalia vile nakunya napita wapi. Yaani vitu vya ajabu vilikuwa napenda. Hata zile choo za kusikizia kashonde. Nilikuwa nazipenda sana kuliko ile napenda kunya na sisikii kitu. Nilikuwa nasikia mpaka nisikie kama kumekuta huko ndani. Sasa mwacheka nini? Kuna mwanangu mmoja alimuuliza ushawahi kukula kuku wa kideri? Amecheka sana. Kuku wengine hajapata kideri. Unajua kideri? Sasa kama hakuna choo karibu kile cha shimo, mzazi wako anakuambia kapunye mbali ili kuku wengine wasione mavi.
wakaja wakashikwa na kideri ambacho wewe umeshikwa nacho kwa na kiburi. Roho maskini ni mbaya. Hakika roho maskini ni mbaya jamani. Ndio. Roho maskini unadharauliwa kila mahali. Haukuna heshima. Unapewa kazi ambayo hata wewe haukutarajia kwa. Yaani ushaenda mahali ya kusini unapewa kazi ambayo hapo na shida. Yaani watu wote wanachagua mama anakwambia, wewe si hapa. Hebu njoo kuna mtoto amekuja kule. Ndio umeenda harusini bwana. Ati kwa sababu nywele zako vile zinakaa, viatu vyako vile vinakaa ziko kala mbili. Wewe cheka. Usiposikiliza nenda kuchaguliwa ukumbuke kwamba nilihubiria kanisani. Wewe tumefikisha. Hapa tumeanza hiyo 40. Wewe ndio hapo kwa 40. Amen. Yes. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa. Kwa kuwa umeachwa na umechukiwa. Hata ikawa hapana mtu. Hata ikawa hakuna mtu anaweza kukusaidia. Aliyepita ndani yako. Aliyepita karibu na wewe. Nitakufanya kuwa fahari ya milele. Kuwa fahari ya milele. Furaha ya vizazi vingi. Ya vizazi vitatu. Haupewi furaha ya leo tu. Haupewi furaha ya masato. Ninakwambia mwanangu, waliokukataa wewe watajuta. Waliokukataa wewe watajuta. Waliokataa wafikie wewe watajuta. Waliokataa wewe wale wasikuwa. Yaani wasikuwa wale wasikusiwelewe na wewe watajuta. Simdharau mtu kwa vile unavyomuona. Kesho ya mtu ni fumbo. Tafadhali umeelewa? Na wewe mwenyewe uijue, unatamani kuimba au uijui pia wewe. Unaikumbuka vile naikumbuka mimi. Hatuwezi chakana. Haleluya. Amen. Usidharau mtu. Haujui kesho. Mipango inapangwa na Mungu. Usimwone mtu leo anarudia kiatu kimoja, wewe una viatu vingi. Ndio. Ukamdharau anayerudia viatu. Amen. Mimi nilikuwa navaa viatu vimetoboka na weka box chini. Chini unaona ile simeraruka huko chini kumetoboka. Sasa naweka box. Kichanga inaingia hivyo hivyo. Nasema nakusalimia kidogo. Salimia kidogo. Kichanga inaingia hapo kwa chini. Nikicheza sana. Sasa unaona kwa hizi vidole. Inaingia michanga hapa ile ya katakata. Nacheza Simba, sisikii kwa sababu nasikia nguvu. Sasa nikirudi kama kawaida nasikia mwasho. Nikiangalia kuna alama za damu. Nashangaa ni vipi hapa? Kumbe box imepitisha nini? Mchanga. Nachukua maji ya moto naenda vidole vyangu hapa. Ili nipate nguvu kesho nirauke niende wapi? Kibarua. Nimechezea yeye? Yes. Na si kwamba na viatu vingine hivyo hivyo. Jumapili hivyo hivyo. Jumapili jioni bandiki maji ya moto. Asubuhi twende hivyo hivyo. Wacha mtu akudharau leo kwa sababu sijui ukoje. Sasa hivi nimepata watoto. Mwingine ananunulia nguo. Mwingine ananunulia viatu. Amen. Mwingine ananunua mwenyewe. Amen. Siwahi dharau. Haujui picha kwa nyumba mahali umejificha. Kumbe huyo alikuwa anapiga vita, sasa hivi unyeshe kwa sababu yake. Amen. Wanafungua mlango, unakutana na yeye. Kumbe ni kwake. Hauna hata mavuli, yeye ana nyumba. Amen. Hadi kwa sababu unasumbuliwa. Na ubebe vipi mbele? Umeelewa wewe? Unasumbuliwa. Poleni nyinyi wanawake lakini si wanawake wote, sio?
Mimi najua wanawake wangu wa Yerusalemu kwa wazuri. Amen. Lakini si sana. Ni baadhi. Baadhi ya hapa wengine ni wazuri. Wazuri. Na wengine ni wabovu. Wabovu. Palipo na kizuri, palipo na kitu kizuri hakukosi kitu kibovu. Kibovu. Sasa mwanangu, acha nikwambie, usisumbuliwe na pili vimbe. Umenisikia? Ona kwa hii dunia. Unaweza dharau huyu mtu anayekupenda hapa. Si ndio? Ndio. Ukacheza hiyo CD yako vizuri. Unabadilisha kila nyimbo. Yaani utaweka za worship hapo ushakuza, utashangaa umeweka dansa yako. Mwenyewe, wewe mwenyewe. Kwa sababu umejiona uko sawa. Usiwahi kudharau mtu. Amen. Ujui kesho huyo mtu atakuwa wapi. Amen. Na usiwahi kuacha mtu kwa sababu hana kitu. Amen. Hello. Kuna mtu aliwacha mtu kwa sababu hana kitu. Ndoa. Sasa huyo naye akaenda kishiwa. Nauliza, huyo naye akaenda kishiwa. Mpaka nipate jibu bila hivyo tufungi bado. Huyo naye akaenda kuishiwa. Anaachwa kwa nini? Yeye anacho mpaka anaacha mwingine. Anacho. Si yeye awe nacho. Na sisi tumwendee. Tumwendee kwa wito mwendee. Yaani tumwendee mpaka hivyo mwendee. Kuna mtu anaitwa mwendee hapo? Mwendee. Utakwendea. Usiwahi kuacha mtu kwa sababu hana kitu. Amen. Kuna mtu mmoja aliacha mwanaume mzuri sana. Akamdharau. Kijana wangu mmoja tu hapa kanisa. Kawatu. Alipomwacha Mungu akamfungulia njia. Hata mimi nilikuwa na mwanamke kwanza. Wewe nilikuwa na mwanamke si ndio? Akaja kaniacha kwa sababu kwamba nimeshikilia Mungu sana. Baadaye alipoona nimeinuliwa akaanza kunisumbua na mambo wapi kotini. Akanipeleka pale. Mpaka kwa koti. Anambia yule alikuwa, namuuliza wewe wakili, unapigania mtu ambaye hapendi huyo mtu. Hai. Hata hujaja akashangaa. Kwani mapenzi siku hizi mpaka watu wanapelekwa kotini? Wakati wale kwa kisima mbele kwa kisima. Amen. Amen. Kumbe mkiacha mtu alafu baadaye akaenda kuendelea alafu mnasikiaje? Mnasikia vibaya. Kuna mtu aliacha mtu hapa sasa hivi mwenzake anaendelea anasikia vibaya. Sinaongea na nyinyi. Unanishangaa? Kila uliyemwacha kwa madharau, hata kama simjui, namuombea huyu jamaa. Amen. Namuombea kama ni mwanamke pia. Endelee mpaka ujute ushikwe na matongo tu. Leo kiburi utajuta. Najua vile nimeongea utahama. Hata kuna utahama hakuna demo ile inakupata. Yaani mpaka huyo jamaa abarikiwe. Amen. Ati mwanamke gani ananiachia 100? Safadhali wewe unajua yeye anaondoka na nini hapo nyumbani? Mwanamke anaweza kuachia 100 yeye akawa anaenda na shilingi 20 pesa tumalia kufikisha hapo mahali. Na akashinda na njaa. Akakopa mpaka watu wale kuna wale wamama ambao wanauza kule kwa mijengo na wapi. Hao wanakopa wewe. Wewe unadai mafundi. Anadai mafundi. Kuna mtu ni fundi hapa na leo unadaiwa. Zile chapati na yeye anadaiwa lakini watoto huko wanaku. Wateni mchezo bwana. Hii wateni mchezo. Watu wanasota. Na mwanaume mwingine gangari hapo. Huko nyuma kuna wanaume gangari hapa.
mabeupe. Muko unaweza kuwa wewe unaenda kukula chapati sua na jamaa lakini hana shukrani. Imagine wewe unakula chapati sua alafu mwanamke umemwachia 100 na kuna sukari. Mama kwa tendo anasifiwa huyu. Ameangalia nyuma aongea aone unabagua wewe aone. Ndio hapo tunakutetea. Atoshi. Wewe ukipata ni yako. Wale wanaweka wata imeni. Hizi ndio Mungu wetu makanisani anafa muda imeni. Bila ni moja wewe kwa sababu hauna bwana sahihi. Ndio maana wanaume wanakufa mapema. Mtu unamwachia 100 wale ndio kula chapati na surwa na hana shukrani, tena anakuombea mabaya. Akufe, ananisumbua roho yangu sana. Kuna mtu anaweza kuwa mkaomba anafunga akiomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Amen. Umefikisha hapo? Bado. Wamaliza basi. Ina ndio wamesiba. Ndio wamekuja kuchelewa. Amen. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, ndio nitakufanya kuwa fahari ya milele. Nitakufanya kuwa fahari ya milele. Furaha ya vizazi vingi. Fahari unajua maana yake? Kitu cha thamani. Kitu kisafi. Kitu kizuri. Maliza. Utanyonya maziwa ya mataifa. Utanyonya matiti ya wafalme. Sasa wewe usikie kuondoka kwa tuti ya Ruto, usikie utapigwa risasi. Sio matiti hayo. Hadi useme Ruto maandiko alisema itanyonya matiti ya mfalme wewe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mahali Bwana atakubariki na atakufungulia milango. Hata wale wakubwa wa serikali watatambua kazi zako. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna hata Mungu anajua kama kuna levels, si ndio? Mungu anajua kama kulikuwa na uchumi na inaitwa equity, kulikuwa na inaitwa nyingine. Kuna yale maduka makubwa yanayojua. Lakini ukienda kuuliza duka la mwendee halijui. Haleluya. Amen. Kuna kitu nitamfanya mpaka mfalme mwenyewe aje support. Kuna vitu mtu akifanya mpaka anasapotwa na serikali. Kwa sababu unafanya hivi, serikali ndio imeondolea watatu. Wanakutoza ushuru lakini wamekuongezea kitu. Kama wakiendelea kutoza ushuru wanarejesha ile pesa yao waliokupatia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua mistake wa shirika ambao roho ya umaskini ndio imewavamia, wanasema nyumba na magari ni zawadi. Vitu za dunia. Usipande ndege kama unaenda mbali. Tembea na miguu ya pato. Alafu unasema ni vitu vya dunia, unadaiwa rent sasa hivi. Hiyo nyumba ni vitu vya dunia. Ni kweli ni vitu vya duniani, lakini Mungu atupatie tuishi hapo tuwe na amani. Amen. Kwani sisi tunaishi wapi? Sisi tunaishi duniani. Ndio. Wewe hizo vitu na uendelee na maisha yako. Umefika mbona ufiki wewe? Utanyonya maziwa ya mataifa. Ndio. Utanyonya matiti ya wafalme. Ndio. Nao watajua kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo.
nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana. Nataka nikuombee dakika 6. Sawa? Simama. Kama kumekuja mtu hali yake haiko sawa mahali ulipo na unatamani muwe sawa kwa jambo lolote, inua mikono yako juu. Mtu yoyote tu mbaya anatoka. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Naomba leo unipe amani na si ya milele. Baba yangu, maroho mabaya yanayo maisha yangu, yanayotesa maisha yangu, yanayokosesha amani mwili wangu, leo ninakemea shetani mbaya anayeharibu ndoto zangu na ndoto za maisha yangu. Leo nimemkataa na uchafu wake na ubaya wake na shida zake. Leo sitaki tena kusumbuliwa na maroho ya maagano, madhabahu za kule nilikozaliwa, za kule nilipoonekana na watu, hata hapa Mombasa. Yesu, ninaomba ukaniongoze maisha yangu yakawe ya mafanikio. Baba, nisiandame na kila roho ya shetani, ya uchawi, na uokoe jamii yetu. Yesu, ninakunyenyekea. Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, unihurumie, 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 unihurumie. Mwambie Yesu tu, unihurumie, unihurumie Baba, unihurumie Mungu, tusaidie, 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 niokoe, 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 nifunue, 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 nibariki, 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 nipenye, 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 maisha yangu yawe huru mikononi mwako. Baba, najiweka mikononi mwako, uniokoe roho yangu na maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Neno kiasi ya kuwa huwezi kuchoka. Nataka nikuombee mimi sasa. Inua mikono yako kiasi ambacho huwezi kuchoka. Baba, tembea kwa watu wako. Kuna wamama hapa, tembea kwao. Kuna wazee hapa, tembea kwao. Kila mtu anamuona roho yake na mawazo yake na matamanio yake. Kuna vijana hapa, tembea kwao. Kuna watoto wanaosoma, jamii yake isikose school festival. Kuna mtu mahali hapa Bwana ni mgonjwa. Kuna mtu hapa Baba na matarajio makubwa, anatumaini makubwa. Kuna mtu hapa kuna ndoa yake lakini ina shida, naiombea. Kuna mtu hapa na uchumba wake lakini anakaa kama haueleweki, naombea. Kuna mtu ana kazi yake lakini kwamba haiendi vizuri, naiombea. Kuna mtu ana watoto wake lakini hawafanyi vile ambavyo ana mwelekezo mzuri na mzazi wake, namuombea. Kuna mtu ana mtoto wake lakini hafanikiwi, namuombea. Kuna mtu ana familia yake lakini imejaa vita, Baba, naiombea. Naleta kila jambo mikononi mwako. Naleta kila mtu Baba mbele zako.
ninapomwombea baba akaweze kufanikiwa, akaweze kufanikiwa, akaweze kufanikiwa, akaweze kuvuka hiyo majaribu baba, akaweze kuvuka hiyo mitihani baba, akaweze kuvuka majaribu yote, majaribu yaliyokuja kilio chake, majaribu yaliyomwandama kwa maisha yake, maroho yaliyomwandama baba, amefungulia mikono baba, ninamwombea baba, malipo baba, ninamwombea baba, malipo baba, ninamwombea akafungulia utaita ili watu utaita maisha yake, utaita roho yake, utaita watoto wake, utaita kazi yake, utaita mambo yake, utaita maisha yake, utaita afungulia, 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 afungulia hapo 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 ametemea, ametemea kwa maisha, kwa maisha, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa maisha, maisha yake, kwa imani, kwa maisha, kwa imani, kwa imani, kwa maisha, kwa kutoka, kwa imani, kwa maisha, kazi yake, kwa imani, kwa maisha, huduma yake, kwa imani, kwa maisha, kwa maisha, hiyo, kwa maisha, kwa maisha, kwa maisha, kwa maisha, kutoka, kwa maisha, kwa maisha, kwa maisha, kwa huduma, kwa huduma, kwa maisha, baba, kwa maisha, mahali baba, amekuwa, amekuwa, mahali, amewekwa, kubaya, mahali, amekuwa, kubaya, kuteleza, 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 arozote, kama pepa, arozote, kapekula, arozote, sawasawi, arozote, sama pano, tunaomba, pamoja, tunaomba, nisambaya, mbaya, penyemusako, 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 sama, loro baba, sama yo, amerusiwa, eketola, mbasana, arozote, amatari, rotobaya, nisana, ekebaya, arosis, nisana, yanofanya, aikanikiwe, yanofanya, aikenea, unawegina, nakupata pesa, sinaenatu, unawegina, unawegina, unapita, yosapita, 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 unabala, yopitapita, unabala, yapaa, awenamane, akapanda, awenamane, kabesaka, awenamane, wachubaka, awenamane, kazi yake, awenamane, kabiashara, awenamane, kamasoma, kamasoma, anapeleka, kamasoma, nishinda, kayotameya, kamasoma, nishinda, inayoga, inajupepa, inajupepa, nisana, nikinde, katinayasho, katinayasho, nisana, sakayo, sakayo, andaasho, kakeshua, andaasho, inaya, andaasho, kuelewa, nishinda, inatamea, 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 unaroa, na watu, hawalewi, hawakekula, baba yao, wakipaka, wanaachwa, Yoshika, atilia moto, 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 ningara, atilia Yesu, kila kaso, anaotuwa, aina, Yoshika, ayene, hiyo kaso, inainuka, inakufa, inaya, 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 inachomas, 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 wakipanga, kitu baba, kama familia, badala, wakuondoka, inafikia, inafikia, inanipepa, 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 inanikana, Yesu, 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 inakana, inababa, inaanza sasa, inafikia, inafuta, inababa, inafuta, inababa, anabauza, anabauza, inafuta, inafuta, inababa, asikandana, watoto wako, watoto baba, asikandana, watoto wako, maisha yako, mishana, inalala, inalala, hiyo sasa, inaifuta, inaifuta, baba. Baba, kila madhabahu ikamatwe, kila aliye na madhabahu ya kwao ikamatwe, kila aliye na maroho mabaya ikamatwe. Baba, ninakamata, nashika mateka, nashika mateka kila roho, maroho yote nayashindikizia leo, ya manyoka, ya magonjwa, ya mapepo, ya uchawi, ya ufukara, unatosha ndoto, ukiwa shule, unatosha na nyoka, unapigwa vita, unawekwa kwa shimo, unashikwa, una watu wengi,
ndoto mabaya leo ninakamata Baba, kamata unaanza vitu, unaanza mahusiano, unatafuta jobs, unaanza biashara, unatafuta jobs, unaanza kazi, unatafuta jobs, unaanza masomo, unatafuta jobs, unaona vitu vinaendelea vitu vyote vinashia hapa kwetuani. Usifanye jambo la kawaida, usifanye jambo la kawaida, usifanye jambo la kawaida. Kuna vitu vinaanza, kuna watu vinaanza, ulianza kawaida, ukianza sasa, ule madhabahu, ule madhabahu, ule watu walitenga, wakashinda Israeli, ule madhabahu, ule watu walioa, wakashinda Israeli, ule watu walioa, ule madhabahu, ule watu waliosoma, wakashinda Israeli, ule madhabahu, baba madhabahu, Yesu madhabahu, utafuta hiyo, utafuta hiyo, katika jina la Yesu. Hautakufa kwa siku zilizokuwa sana. Kuna watu wengine hata wazazi wao walikatiwa njia. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hautazika watoto wako, hautazika familia yako, hautazika ovyo, hautazika ovyo. Mtu yeyote anayeleta roho ya mauti atakufa mwenyewe. Mtu yeyote anayetupa roho ya mauti atakufa mwenyewe. Yeyote anayekurushia roho ya magonjwa na kutoka mwenyewe. Mungu anamrudia mwenyewe. Kwa jina la Yesu. Roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Roho za mauti ziwarudia wenyewe. Roho za mauti ziwarudia wenyewe. Wanaotaka kuua watoto wako, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Wanataka kuua wao, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Wanataka kuua kazi yako, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Wanataka kuua ndoa yako, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Wanataka kuua huduma yako, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Ziwarudia wenyewe. Wanataka kuua chumba yako, roho ya mauti ziwarudia wenyewe. Wekesa, wekesa utaua, wekesa matia, wekesa matia, wekesa matia, wekesa yara, wekesa yara, wekesa yara, wekesa yara. Kachina Yesu, kachina Yesu, kachina Yesu, kachina Yesu. Watoto wako hawatakufa, hata wenyewe hawatakufa. Kazi zako hazitakufa, maisha yako hayatakufa, hayatakufa, ndoa yako hayatakufa, uchumba wako hautakufa, huduma yako hayatakufa. Utaendelea, 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 utaendelea. Chochote unachokiombea lazima kiwe na faida yake, lazima iwe na faida yake. Hautaombea jambo ambalo lina faida. Katika jina la Yesu, nakamata anga ya giza kwako, naitoa anga ya giza kwako. Ukiomba nakadi kama haujibiwi, naondoa katika maisha yako, inayofunga anga yako ya maombi, inayofunga amani yako. Unaomba kitu unaona ni kama hautafanikiwa, yaani ni anga yako ya maombi imefungwa, anga yako ya imani imefungwa. Inaiondoa kwako, inaiondoa kwako, inaiondoa Yohana, inaiondoa yote pepo, inayozuia anga, inaiondoa pepo, inaondoa, ondoa, ondoa, kwa jina la Yesu, ondoa, familia yako, maisha yako, ondoa, Yesu, 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 anayefunguka, ndogo zifunguka, anayefunguka, ndogo zifunguka, kwa jina la Yesu, 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 kwa shida, kwa jina la Yesu, kwa kufua, kwa jina la Yesu, kwa shida mbalimbali, kwa jina la Yesu, kwa ugonjwa, kwa jina la Yesu, funguliwa sasa, funguliwa sasa, 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 ugonjwa, ugonjwa, Inatolewa
boma lako, maisha yako, huduma yako, watoto wako, mwili wako, tuwaiwekea, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hapo hapo, haikuitwa, 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 shetani ameshindwa, rapapapa, ameshindwa, 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 shetani ameshindwa, anakawia, anatoroka, anatoroka, ameshindwa, 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 tunakataa, 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 watoto wako, tunakataa, nakusaidia, mshaka, endelea, 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 ushindwa, 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 kamaa, ushindwa, kamaa, ushindwa, 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 ilawa, ilaoshindwa, maisha yako, kamaa, ushindwa, shindwa, 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 toka kwa watoto wake, shetani toka kwa nyumba yake, shetani toka kwa jina lake, shetani toka kwa jina lake, shetani toka kwa mama yake, shetani kwa roho yake, toka shetani yake, toka toka shetani, toka shetani, toka shetani, toka shetani, vitu vibaya viondoke kwako. Ukafunguliwe na kila matatizo uliyokuwa ukipitia, mpaka umetamani kunieleza, hata haina haja. Mungu mwenyewe ameyaona, na ndio maana amesema nikuinue, nikuombee. Usiwe na shaka na hili, sio lazima nikushike mkono, sio lazima nikuguse. Nasikia tu nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Ukiwa na imani unafunguliwa tu. Ukiwa na imani unafunguliwa tu mwanangu. Ukiwa na imani unapona tu mwanangu. Ukiwa na imani unabarikiwa tu mwanangu. Ukiwa na imani unakombolewa tu mwanangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa vizuri sasa nimaliza. Endoa juu kabisa sasa. Baba, umemwombea ni mwanao, na sasa umekuinulia mikono. Mwingine anaomba baraka, mwingine anaomba kazi, mwingine anaomba juu ya masomo yake yaende vizuri, mwingine anaomba ndoa, mwingine anaomba baba, anaombea mume wake, anaombea mke wake, mwingine anaombea watoto wake, mwingine anaombea familia yake yote, mwingine anaombea safari yake, mwingine anaombea baba watoto wake, wengine baba wako Saudia, mwingine mke wake ako Saudia, wengine mume wake baba yuko huko Amerika, baba wengine wamesafiri wanafanya kazi huko. Hiyo mikono baba ni ishara ya kwamba naombea maisha yake na naombea na watu wengine. Wengine anaombea watoto wake na wengine amewaacha nyumbani. Baba ameona ni vyema kuinulia mikono baba, amekukabidhi kila kitu. Amekukabidhi kila kitu. Ishara ya kuinulia mikono baba, tumekukabidhi kila kitu. Yesu, tumekukabidhi kila kitu wewe. Mili yetu hata mahali ambapo pako sawa baba, tumekukabidhi. Ili Bwana ukafanye pawe sawa katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pale tumekosa tukapate, pale tumepungukiwa ukatuzidishie. Yesu, Baba, 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 Baba. Pokea heshima yako, pokea uongozi wako, pokea kitu kinachostahili katika maisha yako, pokea kitu kitakupa heshima katika maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea baraka, pokea kazi, pokea afya, pokea amani. Hivyo ulivyo, fikiria tu kwa moyo wako ni nini unapenda. Hapo hapo ulipo. Hata usiongee na mtu, moyo wako tu nene na Mungu. Hapo hapo ulipo, na vile umeinua mikono. Maandiko yanasema kwa umeinulia mikono Mungu juu. Wakahitaji katika mioyo yao walikuwa na mawazo jinsi ya vile Mungu ataweza kuwafungua. Mungu anajua mawazo yako. Waza vyema sasa. Nataka maisha yako ya change. Toka kwa shida. Mungu akutoe hivi mikono ikabarikiwa ikashinda vitu vya dhamani. Na chochote tutakachokishika kikawe kitu cha baraka. Chochote tutakachokianzisha katika mikono hiyo basi kikaendelee. Na chochote tutakachokiombea Baba kiendelee. Kwa jina la Yesu. Hiyo sio mikono ya kawaida. Hiyo ni mikono ya watu wanaobarikiwa. Hiyo ni mikono ya watu wanaoendelea. Hiyo ni mikono ya watu wanaoenda kufanikiwa. Sio mikono ya kawaida. Sio mikono ya kawaida. Ni mikono iliyopokea nyota mpya. Nyota yako ilikuwa imechafuka kwa sababu ya kusalimia watu wabaya. Narekesha na utaendelea. Kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikusalimia kwa nia mbaya, kama kuna mtu alikuomba pesa kwa nia mbaya, hakuna kitu utakishika kwa mikono yako kipoponyoka. Iwe ni kazi, iwe ni huduma, iwe ni ndoa. Unaambiwa kwamba Mungu anakuja kwa mikono yake miwili, basi utaicheka kwa hiyo mikono miwili uliyoinua. Na wanaume pia, usichoke. Shetani ndiye anayekuchokesha, lakini mtu wa Mungu anachoka. Wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Vile unavyoinua mikono yako juu, ndivyo utakinyakua. Hata kinaweza kuanguka kwako. Huyu mwingine ambaye amekaa ni kama haelewi na akakosa. Inua juu kabisa. Nataka nitamke jambo la mwisho. Inua kabisa. Inua kabisa, kabisa. Baba, Baba, natamka jambo kwa hiyo mikono. 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 Naitamkia baraka. Naitamkia baraka. Ulinipa kinywa cha kubariki wala si cha kulaani. Basi wanabarikiwa. Wengi hapo watokako. Chochote wanachotaka. Majira wa mama wazee vijana. Na watoto wanaosoma. Anayetaka kuwa kiongozi. Anayetaka kuwa
heshima, anataka kuheshimishwa, anataka kuona utajiri unatoka kwako, anataka kuona mafanikio yanatoka kwako, anataka kuona amani unatoka kwako, anataka kuona afya njema anatoka kwako. Ishara ya mikono ni maombi, ni maombi, ni maombi, ni maombi tunaomba, ni maombi tunaomba, ni maombi tunaomba. Isaya aliponuia, Ibrahimu aliponuia, Isaka aliponuia, Yakobo aliponuia, Musa aliponuia, aliponuia, Elia aliponuia, mimi ninaniponuia. Baba, ninaponuia, ninaponuia, mikono na moyo wangu, mikono na maisha yangu, Yesu, katika jina la Yesu. Kama hujui roho mahali inakaa, shika kifua chako. Baba, hiyo roho iwe na amani, iwaze vitu vikubwa, iwaze mafanikio, isiwaze kurudi nyuma. Bwana, ukamwondolee magonjwa, ukamwondolee maroho mabaya kurejesha nyuma, ukamwondolee mawazo mabaya, asijione ya kwamba yeye hawezi kufanikiwa. Ulisema tulinde moyo kuliko vitu vingine, basi tunamuombea moyo. Moyo wangu tulia, mwambie Mungu, moyo wangu tulia tu, mwambie moyo wangu tulia tu, moyo wangu tulia, ndio baraka zako Baba. Watulize mioyo, ulisema utawagangamia moyo, ulisema utatuliza mioyo. Ubarikiwe Bwana, kwa mambo ya amani, usio na mawazo mabaya yoyote. Mungu akuondolee huzuni, maana machozi kuonekana ni lazima moyo umehuzunika, kilio kuonekana ni lazima moyo umehuzunika. Mungu akuondolee kilio, Mungu akafute machozi yaliyo ndani ya moyo wako, Mungu akaondoe huzuni iliyo ndani ya moyo wako. Haijalishi ni huzuni gani, lakini kwa kushikilia huo moyo, ikawe sio mkono wa kawaida, bali ikawe ni mkono wa Mungu unaorejesha amani, unaorejesha mafanikio, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Utakuwa moyo wa kutamka jambo la kufanikiwa. Moyo wa huyo mama, hata kama moyo wako na presha unaondolewa, moyo wako na sukari unaondolewa, moyo wako na magonjwa unaondolewa, kwa imani yako umeshikilia. Chochote unatuishi kibaya kwa kujiondoa, baki kuwa na imani na ujue unafanikiwa na unaendelea mbele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa mwanzo mabaya na yaondoa kwa jina la Yesu. Roho ya hofu na iondoa kwa jina la Yesu. Roho ya masikini, roho ya masikini na iondoa, roho ya kuachwa na iondoa, roho ya kifo na iondoa, roho ya makafara na iondoa, roho ya magonjwa na iondoa, roho ya talaka na iondoa, katika jina la Yesu. Kila roho chafu inayopiga moyo wangu iondoke, ikupe imani, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kutuponya mioyo. Sasa tuna amani, sasa tuna amani Baba, tuna amani.
kutuombea juu ya maisha yetu. Bwana ni Mungu unayejali na unayejua tatizo letu, na kwa sababu Bwana umejua, umetufungua na umetuweka huru. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai Baba tumeomba na hata kuamini. Amen. Rudi ukae tu. Moyo